Na mwana michezo, karibu sana. Leo ikiwa ni Jumatatu adhimu kabisa, tunakutana kwa ajili ya kujadili taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Na hii ni Kobe Media. YouTube tunapatikana hivyo, Instagram, Facebook, Thread, X tunapatikana @Kobe Media. Niko na IG kama vinga, tuko vizuri, tuko tayari kwa ajili ya kukuchambulia taarifa za kimichezo. Bila kusahau Benito Abu Bakri Mwana Juma Abu Bakri. Karibu sana tu jadili kwa pamoja taarifa za kimichezo. Mambo vipi? Kwema sana. Fresh kabisa. Mungu asaidie. Jumatatu fulani hivi ya kimvua. Ya kimvua kinaonyesha kwenye mwendo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo kimependezeshwa na mvua. Burudani kabisa. Tuanzie hapa. Taarifa zinasema kwamba Young Africans na bodi ya ligi leo hii watakaa kikao majira saa 4 kamili za asubuhi kwa ajili ya kujadili mwenendo wa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Kwa taarifa za ndani kabisa ambazo tulizozipata ni kwamba watakaa kikao. Huenda kikao hiki kikarejesha matumaini ya kuchezwa kwa dabi. Cha kwanza watu wakae walitambue kwa Young Africans hajagomea kucheza mchezo, ila kuna sababu ambazo anazozitaka ufafanuzi zitolewe juu ya mchezo wa kwanza, kwa nini uliahirishwa, sababu ziwekwe bayana na ule uchunguzi ambao ulisema utafuatiliwa uwekwe bayana. Kwa hiyo Young Africans hajakataa, ila kikao hichi ambacho anaenda kukaa baina ya bodi ya ligi na uongozi wa Young Africans ni pengine kutoa mgawanyiko ambao upo kwa sasa hivi. Unakuja unaangalia kama kuna mambo mengi sana yanaendelea, hususan leo tarehe 9 ambao tumebakia almost siku kama 10 na siku kama sita hivi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo. Siku 6 timu mwenyeji mpaka sasa hivi bado hajatoa venue ya kuchezea mchezo huu, hata vile bado tiketi hajatoa mahali gani ambao zinapatikana, hazijawa published. Kwa hiyo unakuja unaangalia bodi ya ligi wamekaa kaliona hilo, na tayari wenyewe wamempa mantiki ya timu mwenyeji kuandaa kila kitu, ikiwemo masuala mazima ya tiketi, uwanja na preparation yote ile. Kwa hiyo bodi ya ligi wamekaa mpaka sasa hivi anaona kimya, na bado anashikilia msimamo wao ule wachezi, ndio maana wameamua kuwaita. Na matakwa mengine, matakwa ya Young Africans wanahitaji wale ambao wako ni viti, hususan kwenye bodi ya ligi asilimia kubwa hawaamini. Kwa hiyo miongoni mwa kilio chao kikubwa wanataka wale waliopo wajiuzuru ili wenyewe kucheza mchezo huu. Kwa hiyo nimeona hata bodi ya ligi wameamua kuwaita uongozi wa Young Africans wakae wajadiliane nao kimaslahi mapana ya soka letu. Sasa ikitokea kwamba Young Africans katika kikao ambacho watakachokaa leo hii wakakubaliana kwamba mchezo unachezwa, italeta taswira gani kwa upande wa mashabiki wao ambao tayari kwa mtaani kila mtu ukipita na kwambia hawachezi? Kikao cha leo cha kwanza ninachotegemea kutoka kwa pande zote mbili, kwa maana hapa kuna mzozano baina ya bodi ya ligi na Young Africans, ndio kuna mgagaziko. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho ninachotegemea leo kikao hichi ni kuonesha taswira ya mchezo huo inakuwa kwaje. Maana yake unakuja unaangalia kwenye kikao hichi, pengine Young Africans hawezi kukubali kikao mpaka zile ajenda zake zitimizwe, na wanachama wa Young Africans 100% wanataka vile vitu, zile ajenda zao zitimizwe. Kwa hiyo na bodi ya ligi wakisema wakitimiza zile ajenda zao watakubali kucheza mchezo. Manake washabiki wa Young Africans 100% kubwa wanasimamia na vile vitu ambavyo wenyewe wanavyoviamini, na uongozi ambao umeenda pale hauwezi kuridhia kucheza mechi kana kwamba majibu hajatoka juu ya kile ambacho alichokuwa nakililia. Kwa hiyo kwa 100% kubwa leo bodi ya ligi lazima wataenda kufafanua, watakaa na Young Africans ambao wanaonekana kulia kwa haya masuala ambayo yanaendelea, watakaa nao kwa ajili ya kurekebisha hicho ambacho kinachoendelea, na hususan kama wakipendezewa zaidi wataweza kufuata kile ambacho Young Africans wanachokitaka, hususan baadhi ya watu wajiuzuru. Kama sio kujiuzuru, basi watakaa pembeni mpaka ligi hii tamatike ili mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa msimamo wa Young Africans wanataka kwamba baadhi ya watu wajiuzuru. Wao Young Africans wapo chini ya bodi ya ligi. Sasa kwa nini mtu ukiwa chini ya mtu utake mtu aliye juu yako ajiuzuru? Yaani mtu ambaye anakuendesha wewe. Na yule ambaye yuko juu pale, miongoni mwa watu ambao wamemweka juu pale ni Young Africans. Wenyewe wanaunda virabu, wanafanya andili uchaguzi wale wote wakae pale. Kwa hiyo ni Young Africans wenyewe ndio wameweka yule pale juu. Ni kama mtu ambaye mwenye ngazi ya juu kwenye kidemokrasia huko, hususan kwenye masuala ya chama nini. Kwa hiyo kuna lazima upige kula ili ukaa pale juu. Young Africans wamepigia kula wale wote na wamependekeza na wakawapitisha, ndio maana wako pale juu. Kwa hiyo Young Africans wana jukumu la kumtoa pale aliko juu. Kwenye hiki kikao ambacho kitakachofanyika leo,
kuna kitu tumekisikia mtaani kama tunakiona mitandaoni pia watu wanakizungumza juu ya kikao ambacho kitachofanyika leo. Inavyosemekana kwamba hata viongozi wa Young Africans walio wengi pia hawatahudhuria kikao. Ni wachache sana ambao watahudhuria. Hii inamaanisha kwamba bado wanasimamia msimamo wao ule kwamba hawachezi. Uongozi wa Young Africans asilimia kubwa tajiri ni taasisi, ina department mbalimbali. Kuna kamati ya mashindano ndio ina jukumu kwa asilimia kubwa kusimamia ile swala ambalo linaendelea. Unakuja unaangalia uongozi wa Young Africans pale ambapo wataenda leo, hataenda rais wa Young Africans wala makamu wa rais. Wataenda department ya mashindano kukaa kudiscuss kitu ambacho kinachoendelea hivi. Wenyewe wakifika mwafaka ndio watapublish kwa watu kuwa tumekubali kucheza mchezo kwa 1 2 3. Mpaka sasa hivi naona ni tarehe 9, zimebakia siku 6 mchezo wa Simba na Yanga tarehe 15. Hamna maandalizi yoyote, watu hawajui venye gani itatumika. Hata bodi ya ligi wenyewe wameshaingiwa na hofu kwa kile ambacho Young Africans wanachokifanya. Wanaonekana kusimamia msimamo wao pale. Na bodi ya ligi wenyewe wameangalia kimaslahi mapana soka letu. Kana kwamba Young Africans atoleta timu tarehe 15 na Simba si timu ataipeleka venue gani? Maana yake mpaka sasa hivi hamna uwanja ambao Young Africans kauchagua kwa ajili ya mchezo huo. Sijui atapeleka KMC, sio atapeleka wapi, sijui. Kuna venue yote ambayo ataenda kupewa hizo alama 3. Akishapewa hizo alama 3, baada ya alama 3 zile kuna mambo mengi sana yataibuka hapa katikati. Umeona hizo alama 3 ambazo Simba anaanza kupewa. Hizo alama 3 za Simba ni ndogo kuliko vitu ambavyo vinaenda kuibuka hapo mbele. Ndio maana hata bodi ya ligi wamekaa kaliangalia ile wakatathmini kwa asilimia kubwa. Ndio maana umeona hata wamewaomba wakae nao chini wazungumze ili mambo yaendelee. Unajua kuna baadhi ya watu wanaweka fedha kwa ajili ya hivyo vitu viwili, Simba na Yanga kwenye ligi yetu. Wadhamini wamekuwa wengi. Imagine Yanga anagomea kutokushiriki msimu unaokuja. Kuna baadhi ya wadhamini wengi sana wataondoka. Na tukipoteza wadhamini, mvuto wa ligi yetu unapotea. Huyu Yanga ambao ndio amekuwa anasajili foreigner wengi sana, wachezaji wa kimataifa wengi wanakuja kucheza hapa. Hao wachezaji wanaitwa kwenye timu za kimataifa wanacheza. Kwa hiyo umeona jinsi gani ambavyo yeye akisema anajitoa kwenye ligi, kuna athari kubwa sana kwenye ligi yetu, mpira ambao tumetumia nguvu sana kufikisha hapa na tutauporomosha kitu kidogo. Ndio maana bodi ya ligi wameamua kwa wameliona hilo, wakaamua kuwaita kukaa nao kwa ajili ya kuzungumzia swala. Dalili unaiona hiyo ni ya dabi kucheza. Dabi ni maandalizi makubwa sana. Mpaka sasa hivi bado ana room ya mchezo kuchezwa. Ila ikishaingia tarehe 10 na leo ikapita kimya bila majibu yoyote hiyo. Kiukweli kuna mgogoro mkubwa sana. Imagine mtu ambaye yuko Songea anataka kuja kuangalia mchezo wa Simba na Yanga. Mwambie mchezo huko tarehe 12 mchezo huko. Itakuwa ngumu, hata uuzaji wa tiketi hautoenda kiasi hicho kama ambavyo unavyoenda kwa asilimia kubwa, manake watu wengi watakuwa wamestukizwa. Kwa hiyo ikipita tarehe 10 mchezo wangu. Ikipita tarehe 10. Tarehe 10 si kesho. Kana kwamba leo majibu yasipotoka, ikapita leo, kesho mchezo wangu. Basi sawa, kama mchezo hamna utakuwepo, si tusubiri anakuona itakuwaje. Hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, tunapatikana hivyo @Kawabe Media. Tembelea mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kupata update mbalimbali za kiburudani, kimichezo pamoja na kisiasa. Mimi naitwa Abu Bakr Juma Bakr, nilikuwa na mchambuzi wa Zam IG kama Vinga, ambapo taarifa kubwa tuliongelea ni kuhusiana na kuitwa Young Africans kwenye bodi ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Bye bye.